muda huu tunapoongea Clamvevo amewasili Ulaya. Sasa Clamvevo kaona maji yamezidi unga na unga umezidi shingo, yani kiukweli hali hiyo ndio hali halisi alionayo Clamvevo. Kwa hivyo akaona jawabu la moja kwa moja aweze kuyapipa na kuweza kuelekea kule moja kwa moja Ulaya. Sasa ikumbuke kuwa aliweza kukatazwa rasmi na Mkango Bey asiweze kuelekea kule, huku akiambiwa kuwa mama yake amefariki, kitu ambacho baada ya kurudi basi ilikuwa ni kitu kilichomfanya ndugu zake waone aibu kabisa, kwa sababu alichokifanya kilikuwa ni cha hatari sana, kwa sababu walidanganywa kwamba mama yake amekufa, halafu akaja analia, halafu mwisho wa siku mambo yakawa ni moto kweli kweli. Sasa kwa wale waliotazama kipindi kile wakati Clamvevo alipokuja amelia, sababu kubwa iliyomfanya alie sana ni kwa sababu mama yake alikuwa amekufa akiwa hajatimiza lengo lake. Kwa hivyo lakini alivyomkuta ni mzima, basi akarejea moja kwa moja. Sasa wakati huu ni wakati ambao takriban siku zimeisha kabisa, ni zibaki siku chache. Hivyo kaona wazi kwamba bora afie huko mbele, aende walau hata huko Ulaya akatafute hicho chama makao makuu yake ili kusudi waweze kumsaidia. Nakumbuka atakapoenda huko, kama alivyomegewa siri kwamba akifika huko basi ataweza kupewa takriban siku 666 ambazo zitamsababisha aweze kurudi kwenye ubora wake na kuweza kupambana. Siku hizo kiufupi ni miaka mingi kweli kweli, takriban miaka 2, kwa hivyo anaweza kujiweka sawa na kawa bora kabisa. Sasa hii ndio siri kubwa ya kiongozi wao wa chama alionayo. Yeye huwa hahangaiki, anaelekea kule tu anachukua vitu, alafu mwisho wa siku mambo yanakuwa mazuri kweli kweli. Sasa swali kubwa ni je, itakuwaje? Basi ni kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, ikihakikisha tunabonyeza neno subscribe alafu kisha tuweze kuangazia uchambuzi. Na hapa siku zote huwa tunazungumzia uchambuzi tu, lugha yetu ni moja ya uchambuzi kwa kina. Sasa mwanzoni kabisa kama tulivyoona ni kwamba kama nilivyokuwa nikikujuza, kama ni miongoni mwa watu ambao walikuwa ukifuatilia hapa, niweza kufahamisha kwamba huyu Tony ni mtu mbaya, ila anawalia lada tu. Kumbuka wakati huyu mdogo wake wakati anaelekea kule kwa mganga kama alivyoagizwa na mama yake, aliweza kuelekea kule kwa mganga na mganga alisema kwamba jina lake halioni. Sasa cha ajabu ni kwamba jina halijaonekana, kwa hivyo ikawa ni wasiwasi mkubwa sana kwa mganga. Lakini ukiachana hao ni kwamba kwa kuwa hakuliona jina lake, lakini cha ajabu alivyorudi huku mambo yalikuwa tofauti kabisa, kwa sababu alijikuta ile dawa inafanya kazi, kitu ambacho walimshukuru sana mganga. Sasa issue ni kwamba tayari mzee Tom au mzee mkubwa Tony kaamua kufanya mambo yake, hasa kuweza kuhakikisha anawashikisha adabu mmoja baada mwingine wote ambao wanaleta tamaa, kwa sababu ni kama wanaingia akilini kwake sasa, kwa sababu walikuwa wameshaanza kumzoea. Kitendo cha kwanza sasa kwenda kwa mganga, maana yake ilikuwa ni kwamba wanashindana na nguvu zake. Sasa hii na mark kwa Kiingereza cha kawaida tunasema ina mark a new beginning, yani mwanzo mpya, ambapo rasmi tunakwenda kukutana na vitu vingi sana ambavyo kiufupi vitakuwa vinatushangaza sana na kuweza kujifunza vitu vingi sana ambavyo tutavishangaa, hasa kwa namna mambo yanavyokwenda. Kumbuka Tony kashawaambia kwamba hata kama aende au asiende kwenye msiba, basi yule ndugu yao hawezi akarejea. Kwa hivyo kitu hicho kinaonyesha wazi kwamba hapo tayari kuna doa au wasiwasi mkubwa sana ambao kiufupi kama ni mtu mwenye jicho la 3 au la 4 anaweza kafikiria mbali sana kwa kina na kuweza kujikuta amefikiria vitu vingi sana, kitu ambacho ni cha tofauti zaidi. Sasa jinsi mambo yanavyokwenda kwa sasa ni tofauti kabisa na mwanzoni. Tuone hali itakuwaje, lakini hapa mimi nitakuwa nikikufahamisha vitu vingi sana. Sasa turejee kule nyumbani kwa Kaniki. Mke wa Kaniki kajifikiria sana kama alivyomgundua kile kitendo ambapo Kaniki tunakumbuka kabisa alikuwa akitaka kufanya mapenzi na nyoka. Bahati mbaya kweli kweli au bahati nzuri akawa amefanikiwa kuweza kumdhibiti mke wake ambaye ni Sikito asiweze kuingia mle ndani, hasa kwa namna ambavyo alivyobahatisha. Ila kama ilibakia tu sekunde chache tu, basi angeweza kumkuta mle chumbani kumpelekea simu. Sasa ile ilibua maswali mengi sana, kitu ambacho kiufupi kinaonyesha wazi kuna jambo ambalo sio kabisa. Sasa lakini wakati mawazo yao wanayawaza, wamejikuta wakiwaza nje ya boksi kabisa. Yani wamewaza nje ya boksi kana kwamba yani wanawaza kwamba Kaniki ana mwanamke mwingine ambaye huwa akienda mle labda anakuwa na chat naye au anaongea naye. Kwa namna moja au nyingine, labda kama wangekuwa wametuficha hapo, labda ni sawa. Hii maana yake kwamba
Kaniki anapoenda kule basi anakuwa na mwanamke mwingine. Hivyo kwa namna moja ya kimafumbo pia inaweza kutuwakilisha hilo swala, kwa sababu tunajua kabisa Kaniki akienda kule huwa lengo lake ni moja tu, kwenda kufanya mapenzi na nyoka, kitu ambacho ni noma zaidi. Sasa wao wamewaza kwamba ni mapenzi, lakini sasa siku zijazo utakwenda kufahamu na kuweza kujua hasa nini tatizo au changamoto inaomkuta Kaniki anajikuta anakuwa hivyo, hali ambayo ni noma kinoma noma. Sasa kule nyumbani Uswahilini, katika ile familia ambapo wanaishi watu wengi kweli, kumechachamaa, mambo ni mazito kwa sababu kuna kifo kimetokea kule na mzee Tony kashafanya kwake, yani kahakikisha mambo yanakuwa sio poa kabisa. Sasa tuchana hao ni kwamba sasa kuna wale rafiki yake na Matola, rafiki wa karibu sana ambao wamekuwa wakishirikishana mambo mengi sana. Kidogo kwa ufupi, kwa T aliwaza labda kwamba huenda huyu kidogo atakuwa na akili za kitofauti na za kipekee. Kwa hivyo akaona rasmi aweze kuja kumwambia kwamba kumshirikisha swala lake kwamba tangu aone Matola hajawahi kulala naye kitandani na hawajawahi kufanya chochote, kitu ambacho kwa upande mzima wa Mwamba pia kamchanganya sana, hasa kwa kuweza kumwambia kwamba sio lazima sisi matajiri huwa tufagili hivyo vitu, kwa sababu tunaweza tukasafiri nje tukaenda na nini hivyo, kitu ambacho bado kinamletea wasiwasi mkubwa sana na mawazo makubwa sana kwa upande wa T kwamba atafanyeje, au hali hii ndio ukweli au halisia, au lini atakapopata. Kwa upande wangu mimi binafsi, hapa ndipo pale ambapo unakuta wanawake wanabadilika kabisa. Unamuoa halafu na pale ambapo unakuwa mtimizima mahitaji yake hasa ya kimwili, basi inakuwa ndio njia yake pekee ya kuweza kuhama au kutoka nje ya ndoa kirahisi sana. Hivyo ndivyo mambo yanavyokwenda. Sasa kuna issue nyingine pia ambao ipo hasa kwa upande mzima wa namna ambavyo tukio kubwa sana linalotokea. Mama yake na Kalamvevo pamoja na mdogo wake yule na Kalamvevo waliweza kuelekea hospitali, lakini muda huo Mwamba alikuwa kashatoroka. Sasa Mwamba katoroka kaenda wapi? Kumbe kajifikiria sana, kaona ni vyema aweze kuelekea kule Ulaya kama alivyoambiwa, na huenda kajifikiria kwamba kwa nini alikatazwa kipindi kile. Kwa hivyo akaona ni vyema aweze kulitilia maanani swala hilo. Kwa hivyo moja kwa moja kaelekea kule Ulaya. Je, itakuwaje? Sasa hii inakwenda kuwa adhabu kubwa sana kwa Mkango, manake Mkango inabidi waweze kumuua. Lakini je, swali kubwa kwamba Kalamvevo atafanikisha? Mipango kumzuia pia inaanza upya pia hapa hivi karibuni. Kwa hivyo katika hatua inayofuata pia watajaribu kutafuta mipango pia kuweza kumzuia, lakini mambo yatakuwa ni mazito kwa sana. Lakini kwa sasa hivi na imani kubwa unafurahia juu ya kwa sasa hivi kwamba mama yake pamoja na Kalamvevo kidogo kuna ukaribu sana ambao upo, kwa sababu wanaishi naye sasa hivi na mama yake anaonekana kumjali sana. Basi kwa leo nasema sina ziada, huu ni uchambuzi kwa kina. Tukutane muda na saa mwingine. Hii ni Bongo Movie Network. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa huyu ndio Mkango Bey, mtu ambaye kiufupi anajua siri nyingi sana za Kalamvevo. Sasa kiufupi hapo alitaka kumwaga mboga, kwa hivyo
kidogo akaona bora tu aweze kuondoka, lakini kwa asilimia kubwa kuna kitu ambacho ameweza kuwajuza. Kwa hivyo kuna baadhi ya vitu vingi sana watapata nafasi ya kuweza kuvifahamu mdogo mdogo. Kikubwa waweze kukaa hapo, mwisho wa siku wataweza kugundua kile ambacho kinachoendelea. Sasa nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi nikusihi hakikisha unabonyeza neno subscribe. Hapa siku zote huwa tunazungumzia uchambuzi kwa kina, sasa tunazungumzia vitu vingi kweli. Kwa hivyo karibu, na nikwambie tu kwamba hapa nitakufahamisha vitu vingi sana, hasa vile vinavyokwenda kujili. Tumeweza kuona namna gani ambavyo kwa sasa mambo ni moto kweli, lakini pia tuombe radhi kwa muda mrefu sana tamthilia hii ilikuwa haijarushwa, na yote ni kutokana na majukumu ya hapa na pale, lakini pia kuna baadhi ya waigizaji ambao kidogo walikuwa na matatizo. Kwa hivyo imechukua muda mrefu sana kuweza kutengenezwa movie. Kwa hivyo lakini kwa sasa hivi mambo yako fresh kabisa, hali iko sawa, hali iko vizuri. Kwa hivyo tamthilia itakwenda kurushwa muda si mrefu, yani kila siku itakuwa ni bandika bandua mapema kabisa. Na imani kubwa ni kuenjoy, kufurahia tamthilia hii kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo inavyofundisha. Kama hujagundua, hii ndio reality. Unajua tamthilia hizi kiukweli ni kwamba kuna maisha ambayo humu ndani yamo, kiasi kwamba kuna watu ambao wanayaishi. Unakuta wanaishi na mwanaume ambaye kiufupi haujui harakati zake. Imagine kama ile tukio la Kaniki alipokuwa akienda kufanya mapenzi na nyoka. Ni moja kati ya tukio ambalo kijaribu kulifikia, hii inamaanisha wazi kwamba kuna siku moja atakuja aweze kufumaniwa. Mambo ni mazito kinoma noma. Basi nikusihi udondoshe maoni yako hapo chini, lakini pia usisite kubonyeza neno subscribe. Alafu kisha nikualike moja kwa moja tuweze kuzungumza vitu vingi sana, sasa tukiangazia namna matukio yanavyokwenda kwa sasa. Tumeweza kuona na kuweza kushuhudia moja kwa moja mwanzoni kabisa kwa sasa, ambapo hii kwanza kabisa kabla ya yote ni kwamba tuliweza kuona Clamvevo alitaka kuwafukuza. Kiufupi alikuwa hapo serious akitaka kuwafukuza, lakini vile tu hali yake ilikuwa ni mbaya, na mara mwisho alikuwa anataka aweze kujiua kwa vidonge, kwa sababu aliona kama vile njaa inamchelewesha kujiua. Kwa hivyo akaona aweze kumeza vidonge. Sasa hili ni balaa zito kinoma noma. Ukiachana hao ni kwamba tumeweza kuona namna gani hasa kwa upande mzima wa Tony, kama unavyosikia kwamba eti sister kamkamata kwamba yuko hapa mkononi. Kama nilivyokujuza, Tony alifanya makusudi kabisa kwa sababu anataka kujifanya mjinga, ila anajua kila kitu ambacho kinachoendelea. Kumbuka Tony ana nguvu nyingi sana, na ukumbuke kuwa yule mganga aliweza kuona jina la Tony kwamba ni mtu aliyekufa. Manake zile dawa kiufupi zilikuwa hazina uwezo wa kufanya kazi, ila kwa kuwa Tony anataka tu kuweza kuwa testi waweze kumuona mjinga ili kusudi maisha tu yaweze kuendelea. Kwa hivyo hataki kuonekana kama mtu mbaya au aweze kumshtukia mapema. Kwa hivyo anaamua kujifanya hivyo. Kwa hivyo hata kama mpango yao ataipanga, ila Tony anafanya makusudi kabisa. Sasa ule mjadala ukawa unaendelea. Kiukweli familia hiyo ni familia ambayo ni makini sana. Moja kati ya kitu ambacho Clamvevo huwa anakipenda sana ni katika stori zake huwa anapenda weke maisha ya Uswahilini, hasa yale ya watu kuishi pamoja. Hii ni moja kati ya maisha ambayo kiufupi ni reality kabisa. Ni mwenyewe nimewahi kukutana nayo kwamba nimeishi sehemu ambapo ni nyumba kubwa, ni town, lakini humu ndani kuna watu wengi ambao kuna relationship humu ndani, na kila mtu unakuta na mambo yake, kwamba huyu unakuta anafanya kazi za kuuza matunda, huyu anafanya kazi hizi, lakini wote kunakuwa na uhusiano hasa wa undugu, lakini mwisho wa siku maisha yanasonga ndio hivyo. Kwa hivyo maisha pale ndio yanavyokwenda. Sasa turejea kule hospitalini bana, kule mambo ni moto, hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Zumba, ambaye ni ndugu yake na Clamvevo, lakini pia kwa upande mzima wa huyu ambaye ni mama yake na Clamvevo. Kwa sasa hivi wameweza kufahamu kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa, na kwa sasa hivi mambo yanavyokwenda kiufupi kuna namna ambavyo mambo ni mazito kinoma. Tukiachana hao ni kwamba tuje huku nyumbani kule nyumbani kwa kina T. Sasa T kwa sasa hivi kiufupi anaishi hali ngumu sana, akitaka kumwambia tu mama yake anamuhisi vibaya sana, ila kiufupi anatamani walao waweze kurudiana na Kiulizo. Na kuna namna ambavyo pale kama ulivyoona alivyokuwa akijaribu mama yake alivyokuwa akisisitiza kuhusu, akisema kwamba Kiulizo ni mvuta bangi tu, kiukweli ilikuwa inamuumiza sana na inamuuma. Kwa hivyo ukijaribu kuangalia mazingira yale yanaonyesha wazi kwamba kuna vitu ambavyo ni kinoma noma. Kwa hivyo kuna siku tu atakuja rasmi. Mama yake ameamua mfukuze, la mpango wake tia alikuwa anataka aweze kulala hapo, alafu kisha
acholopoke kidogo walau hata kamuone kiulizo. Kwa hivyo mambo yapo hivyo. Katika tutorial kitakayofuata basi atakwenda kumuona walau. Sasa tuje katika huku nyumbani kwa mzee mzima Kaniki. Kaniki bana kafumaniwa bana kidogo tu, kama 1% chache tu. Sasa mle ndani huwa anafanya mapenzi na nyoka. Anafanya mapenzi na nyoka namna ile pale. Kwa hivyo kile kitu ndo hivyo kimeweza kujili. Kwa hivyo moja kwa moja zile ndo harakati zake. Kafumaniwa, lakini kuna siku tutakuja anaswe. Lakini hii pia inazidi kuongeza maswali mazito sana, hasa kwa mke wake, kwamba je, humo ndani huwa kuna kitu gani ambacho wanachokifanya? Hii ndio kazi ambayo kiufupi inamtatiza na inampa mawazo mengi sana, ambayo anawaza na anatamani siku moja aweze kujua hasa ni kipi kilicho humo ndani. Lakini msanii hayo ameweza kuona moja kwa moja kwa namna gani kwa sasa madili sasa hivi yanamwagika yani madili ni kama yote kwa sasa hivi, yani mipango inazidi kwenda poa kabisa. Ameweza kupata dili la USA, manake mambo yako fresh kabisa kwa kinamna yake. Hili inaashiria wazi kwamba mambo yako shwari kabisa. Ama hakika hili ni balaa zito kina manoma. Basi tuje katika upande mzima wa huku lakini pia kwa mchungaji, ambapo kwa sasa hivi huyu ana wasiwasi mkubwa sana mchungaji, kwa sababu kitu ambacho anachokiona au kukifikiria au kukiwaza kama kingeweza kujili, kwa sababu alijua labda wana ugomvi milele. Kwa hivyo ni kama imekuwa hali ambayo sintofahamu kwa upande wake. Kiufupi hili ni balaa zito. Sasa mama yake na Clamvevo kakasirika sana dhidi ya huyu ambaye ni Mkango bana alitaka kumwaga mboga, yani kama vile, kwa sababu alitaka kuweza kumfahamisha, kutaka kama vile kuwajuza kile ambacho kinachoendelea au kinachomsibu Clamvevo, ila tu akaona ni vyema aweze kuondoka. Kitu ambacho kina sababu kubwa ambazo ameamua aziseme pale ni kwa sababu Clamvevo kabakiza siku chache tu, na siku zote hizo yupo tu hajawaza kufanya vitu hivyo. Kwa hivyo muda si punde, bado siku 5 tu tunakwenda kumpoteza Clamvevo. Kwa hivyo hesabu leo, kesho kutwa Clamvevo hatunaye tena. Hili ni balaa zito. Kwa upande wako na maoni gani? Mrudisha maoni yako hapo chini, alafu kisha tukutane katika tano yafuata. Hii ni Bongo Movie Net, na huli kuna uchambuzi kwa kina. Tukutane na saa mwingine. Sasa huu ndio Mkango Bey, mtu ambaye kiufupi anajua siri nyingi sana za Clamvevo. Sasa kiufupi hapo alitaka kumwaga mboga, kwa hivyo kidogo akaona bora tu aweze kuondoka, lakini kwa 1% kubwa kuna kitu ambacho ameweza kuwajuza. Kwa hivyo kuna baadhi ya vitu vingi sana watapata nafasi ya kuweza kuvifahamu mdogo. Kikubwa waweze kukaa hapo, mwisho wa siku wataweza kugundua kile ambacho kinachoendelea. Sasa nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Net. Hakikani mara yako kwanza kufika hapa, basi nikusii hakikisha unabonyeza neno subscribe. Hapa siku zote huwa tunazungumzia uchambuzi kwa kina, sasa tunazungumzia vitu vingi kweli. Kwa hivyo karibu, na nikwambie tu kwamba hapa nitakufahamisha vitu vingi sana, hasa vile vinavyokwenda kujili. Tumeweza kuona namna gani ambavyo kwa sasa mambo ni moto kweli, lakini pia tuombe radhi kwa muda mrefu sana tamthilia hii ilikuwa haijarushwa, na yote ni kutokana na majukumu ya hapa na pale, lakini pia kuna baadhi ya waigizaji ambao kidogo walikuwa na matatizo. Kwa hivyo imechukua muda mrefu sana kuweza kutengenezwa movie. Kwa hivyo lakini kwa sasa hivi mambo yako fresh kabisa, hali iko sawa, hali iko vizuri. Kwa hivyo tamthilia itakwenda kurushwa muda si mrefu, yani kila siku itakuwa ni bandua mapema kabisa. Na imani kubwa ni kuenjoy kufurahia tamthilia hii, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo inavyofundisha. Kama hujagundua, hii ndio reality. Unajua tamthilia hizi kiukweli ni kwamba kuna maisha ambayo humu ndani yamo, kiasi kwamba kuna watu ambao wanayaishi. Unakuta wanaishi na mwanaume ambaye kiufupi haujui harakati zake. Imagine kama ile tukio la Kaniki alipokuwa akienda kufanya mapenzi na nyoka. Ni moja kati ya tukio ambalo kijaribu kulifikia, hii inamaanisha wazi kwamba kuna siku moja atakuja aweze kufumaniwa. Mambo ni mazito kinoma. Basi nikusii udondoshe maoni yako hapo chini, lakini pia usisite kubonyeza neno subscribe, alafu kisha nikualike moja kwa moja tuweze kuzungumza vitu vingi sana, hasa tukiangazia namna matukio yanavyokwenda kwa sasa. Tumeweza kuona na kuweza kushuhudia moja kwa moja mwanzoni kabisa kwa sasa, ambapo hii kwanza kabisa kabla yote ni kwamba tuweza kuona Clamvevo alitaka kuwafukuza. Kiufupi alikuwa yupo serious akitaka kuwafukuza, lakini vile tu hali yake ilikuwa ni mbaya, na mara mwisho alikuwa anataka aweze kujiua kwa vidonge, kwa sababu aliona kama vile njaa inamchelewesha kujiua. Kwa hivyo akaona aweze kumeza vidonge. Sasa hili ni balaa zito kinoma.
Ukiachana hao ni kwamba tumeweza kuona namna gani hasa kwa upande mzima wa Tony, kama unavyosikia kwamba eti sister kamkamata kwamba yuko hapa mkononi. Kama nilivyokujuza, Tony alifanya makusudi kabisa kwa sababu anataka kujifanya mjinga, ila anajua kila kitu ambacho kinachoendelea. Kumbuka Tony ana nguvu nyingi sana, na ukumbuke kuwa yule mganga aliweza kuona jina la Tony kwamba ni mtu aliyekufa. Manake zile dawa kiufupi zilikuwa hazina uwezo wa kufanya kazi, ila kwa kuwa Tony anataka tu kuweza kuwa testi waweze kumuona mjinga ili kusudi maisha tu yaweze kuendelea. Kwa hivyo hataki kuonekana kama mtu mbaya au aweze kumshtukia mapema, kwa hivyo anaamua kujifanya